Siku zote naambia waandishi wa habari kwamba wachezaji wote walikuja Simba na umuhimu wake. Management ya Simba ilifanya kazi bora, ilifanya kazi nzuri. Kuna namna ambavyo wanasajili wachezaji wanakuja kuitumikia Simba. Sisi tunaamini kila mchezaji mmoja na uwezo. Na ndio maana leo mmeona no Chamalon, no Nauma, na ni Hamza Charabu, utaona namna ambavyo timu imekuja imecheza vizuri. Kwa hiyo kongole sana kwa technical bench, wamefanya kazi kubwa, wanafanya kazi nzuri. Lakini kikubwa siku zote wanasema na nitaendelea kusema, mwisho wa safari moja ndio mwanzo wa safari nyingine. Hii la leo la Mbeya City linakwisha hapa. Target ya Simba, akili ya Simba kichani mwetu sasa kuelekea nusu finali ya shirikisho barani Afrika. Sasa mwisho wa safari moja ndio mwanzo wa safari nyingine. Pengine tunategemea ndio mwanzo wa safari ya mtani na no, nimezungumzia safari kwa maana kwamba bado mechi ziko mbele. Bado mechi tunahitaji kupambana. Lengo la Simba mwaka huu kuona namna ambavyo tunachukua ubingwa kila kombe ambalo kwa mbele yetu. Nafikiri mmeona tuko kama nilivyozungumza nusu finali ya shirikisho. Tumemaliza hii shirikisho la CRDB Federation Cup, tumebakia na shirikisho la Afrika. Nafikiri tunacheza tarehe 20. Kwa hiyo kikubwa tunachosema kwamba tumemaliza safari moja CRDB Federation Cup, imebakia safari nyingine ambayo tunaelekea kwenda kupambana dhidi ya Stellenbosch. Niwaambie wana Simba, tuna kazi kubwa. Tuna kazi ya kufanya. Leti malengo yetu yaweze kutimia, maana yake lazima tuungane, tushikamane ili kuhakikisha kwamba malengo ya Simba yanakwenda kufanyaje? Yanakwenda kutimia. Tumebeba dhamana kubwa ya Afrika Mashariki. Tumebeba dhamana kubwa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kikubwa nia na mazumuni mwaka huu kuona tunafanya jambo kubwa katika bara la Afrika, na Afrika Mashariki inasimama, Tanzania inameremeta. Hakika inshallah na imani kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo tulivyojipanga. Kikubwa tusimame katika inshallah, juhudi ziendelee, tunafanya makubwa katika mashindano ya shirikisho barani Afrika. Wanasema kwamba ametuma mashirikisho tayari mapema kabisa kuiangalia Simba namna ambavyo inacheza. Simba ni timu kubwa. Tunajua sayansi ya mpira namna ambavyo ilivyo. Tunajua kwamba Stellenbosch wanatufuatilia vizuri. Lakini moja katika klabu hivi sasa Afrika, ukihesabu kwenye vilabu vinne venye technical bench bora, basi Simba unaweza kupata ya pili au ni ya tatu. Ile technical bench la Simba unaoliona pale lina watu 9, kila mmoja na kazi yake. Wao wanaweza kufikiria, wanaanza kutusoma, lakini sisi tuliwasoma kabla ya mechi yao hawajacheza na nani? Hawajacheza na Zamalek. Kwa sababu tulijua kati ya Zamalek au Stellenbosch mmoja ndo manyai tutakutana naye. Kwa technical bench umeshamaliza kazi yake. Kazi iliyobakia kwetu sisi mashabiki wa Simba, na moja kazi yetu sisi kwenda kuhakikisha tunakwenda kujaza uwanja wa Benjamin William Mkapa. Kile ambacho tulichokionyesha juu ya Al-Masry ndio kitu ambacho tunatakiwa kukionyesha juu ya mechi ambayo inafanyaje inayokuja. Mimi nawaambia mashabiki wa Simba, huu ndio ukweli. Sisi mashabiki wa 12, wachezaji wa 12, tukienda kutekeleza majukumu yetu kwa namna wachezaji hawa nilioona leo hapa, Simba anakwenda kucheza finali ya shirikisho barani Afrika. Kisugu, kabla ya mechi ya Zamalek pamoja na Stellenbosch, watu wengi mliamini kwamba mtakutana na Zamalek, lakini Stellenbosch akafanya surprise. Hajawashtua hiyo kwa upande wenu nyinyi? Hajatushtua. Siku zote Waswahili wanasema Mungu utakalomuomba ndio baba atafanyaje? Atakalokupa. Wakati ukiweka kumbukumbu vizuri, wakati inachezeshwa draw, 80% watu wa Simba walikuwa wanataka Stellenbosch. Lakini kwa bahati mbaya akatokea nani? Al-Masry. Kwa hiyo Mungu alisema Simba mmemuomba huyu mtu, amefanyaje? Ametuletea. Niwaambie wana Simba, wakati sahihi ni wakati wa Mungu. Na wakati sahihi wa Simba ni wakati huu. Tunakwenda finali ya shirikisho barani Afrika. Wapinzani wenu walifika hii hatua ya finali. Wala hiyo pia inawapa mzuka nyie kuhitaji kuvuka zaidi kwenye hii hatua. Mimi nafikiri historia huwa anasema waandishi kuna muda mwingine nipo 10,000 hapa. Mama unaitaka hii? Utaipata. Shida ni historia. Sisi tumeshawahi kucheza hili kombe. Shida vijana wa leo, shida vijana wa Instagram, shida vijana wa Twitter, kuna muda mwingine mnalazimisha kile mnachokiamini nyinyi ndio kiaminike. 1993 sisi tulicheza finali. Lakini mkiulizwa mnasema ilikuwa kombe la nani? Mnasema la Biola. Hili kombe tuliocheza leo linaitwa CRDB Federation Cup. Mwaka jana lilikuwa linaitwaje? Ni makombe mawili tofauti. Mwandaaji mwingine tulianza sisi, wao wameiga. Sioni kwamba hiyo watu ambao wao walifika nyie tayari imevuka, lakini ilikuwa kitambo kidogo. Sasa hivi mnahitaji kushuhudia wenyewe, kwa sababu iliyotokea pale wengi walikuwa hawajazaliwa. Imekuwa kama historia. Mnahitaji kutengeneza historia mpya ya vizazi vinavyokuja. Kwanza nikueleze kitu kimoja mama. Mwalimu wangu mimi alinifundisha, jambo likipita siku 3 nyuma tayari linaingia kwenye historia.
Kwa hiyo ukituambia sisi ni historia, hata wao inabaki kwa nini? Historia. Sio maana vizuri. Maana yake wao pia waliishi kwenye historia na sisi tunaishi kwenye historia. Lakini sisi watu wa Simba tunachokiamini, historia ya kwetu tuliyoitengeneza, sisi ndio tutakwenda kuivunja historia ya kwetu tunatengeneza, tutakwenda kutengeneza historia nyingine. Kama tulikwenda kutengeneza historia ya 93, kucheza finali 2024, tunakwenda kutengeneza historia ya kuchukua kombe la shirikisho barani Afrika. Nini hasa Moja sababu ya kuchukua ile kombe, tuna sababu kuu mbili. Moja, katika wanadamu ambao rais ya awamu ya 5 Almarhum Magufuli alituambia Simba ndo klabu ya kwanza inahitajika kuchukua kombe linaloandaliwa na shirikisho barani Afrika. Zile kauli bado zinatuumiza kichwa na tunahitaji kuzitekeleza. Lakini la pili, ubora wa ligi yetu tunahitaji kuithibitishia Afrika kwamba Simba nao tunachangia katika ubora wa ligi. Lazima tukachukue ubingwa wa shirikisho barani Afrika. Lakini la tatu, tunakosaje kuchukua ubingwa wa shirikisho barani Afrika? Tukikosa kuchukua tutatekwa, kwa sababu sasa zimebaki timu ngapi? 4. Katika timu 4 zilizobaki, ukenda kwenye lenki, Simba ndio wakubwa kuliko hawa watatu. Umeeleweka vizuri? Sasa swali, katika waandishi wa habari kuna mzalamu hapo? Mzalamu hamna? Kawaida mzalamu akichinjwa kuku, kati ya mtoto na baba, nani atakiwa aanze kula nyama? Baba. Sisi ndio wakubwa, ndio baba katika hali mashindano. Yeye ndio Ndio baba. tunahitajika kuchukua nini? Kombe. Kisugu, kuna issue ambayo inasambaa sasa hivi. Kocha Fadlu Davis alizungumza mara baada ya kutinga hatua ya nusu finali kwamba wanahitaji namba 10 lakini awe mzawa, na anatajwa Faisal Salum Feitoto. Lakini pia kuna mambo yanazungumzwa pia, Young Africans wanamhitaji Faisal Salum Feitoto, ni kama kuna vita imeingia. Ni kweli nyie kama Simba mnamhitaji Faisal sasa hivi? Focus ya Simba, target ya Simba ni kwenye mashindano ya shirikisho barani. Kipindi cha usajili bado, na kikifika kipindi cha usajili tutazungumza haya.